Nyeri kwa kutukaribisha asubuhi hapa Nyeri leo. Na nimekuja hapa tangu Jumatatu kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Na nimekuja hapa, niko na mambo matatu ya muhimu sana watu wa Nyeri. Sawa sawa. Maneno ya kwanza, mimi nimekuja hapa Nyeri ni maneno ya kuunganisha stima kwa watu wa Nyeri County, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba stima sio starehe ya watu wachache. Stima ni haki ya kila Mkenya. Hapa Nyeri, mbali na ile tuliunganisha mwaka uliopita na hiyo mwaka ingine, mwaka huu, na nimemwambia huyu Alex Wachira ambaye anatoka hapa Nyeri ya kwamba huyu PS wangu huyu, ya kwamba tunaelewana jameni, watu wa Nyeri, for the next 7 months mpaka November tunataka kuunganisha manyumba ya watu 11,000 mpya kwa huduma ya stima, na serikali ya Kenya imetoa milioni 850 ya kufanya hiyo kazi. Negwo na bwana Wachira, kwa sababu hii Nyeri kuna sehemu tofauti tofauti imebaki nyuma kiasi. Katika ile mpango inayofuata kabla ya mwisho wa mwaka huu, tutaongeza pesa ya Nyeri ya mambo ya stima shilingi milioni 600 ingine ya kusukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi. Tumekubaliana jameni? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa program ya affordable housing na markets. Tulikubaliana ya kwamba lazima tupange njia za vijana wa Kenya kupata ajira. Ni kweli ama si kweli? Nilikuja pale tukaanzisha ile mradi ya Blue Valley, ama inaitwa nini? Blue Valley pale tunajenga nyumba 460 inaendelea saa hizi. Pia hapa hizi manyumba tunajenga hapa ni 460, kwa sababu tunataka hii sehemu izalishe ajira ya vijana. Na namba 2, hii Nyeri kuna watu wanaishi katika vitongoji duni inaitwa slums. Wale wanaishi huko kule kwa Weitemere huko, tunataka wahame wakuje waishi hapa, wakae kama wananchi wengine wa taifa letu la Kenya. Na ile pesa wanalipa kule Weitemere ndio itakuwa ile pesa watalipa hapa, na hii itakuwa nyumba ya ghorofa 11. Mtaishi hapa na mtakaa kama Wakenya wengine. Tuwaondoe mahali penye hakuna maji, hakuna stima, hakuna barabara, hakuna choo. Tumesema tunataka watu wa Kenya waishi na dignity. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Nego kana tiguo. Vile vile mimi nimekuja hapa mambo ya masoko. Masoko ni ya muhimu kwa sababu inatusaidia kwa kilimo na inatusaidia kwa biashara. Wale wakulima wataweza kuwa na nafasi ya kuuza mazao yao tukijenga masoko. Na ya pili, wafanyabiashara kule sokoni, kama soko imejengwa vizuri, biashara yao inaendelea vizuri, tunazalisha uchumi, tunafukuza umaskini na tunazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Nyeri, nilikuja hapa nikafungua soko.
Saizi kuna soko ingine inaendelea hapa town, karibu inakamilika. Huyu Mutai anajua na Madhenge DMM wanajua, si ndio? Alafu tuko na soko ingine kubwa hapo inaitwa Mudavadi. Hiyo soko pia mimi nataka niwatangazie, tayari tumetangaza kandarasi, tunataka kuwajengea soko kubwa pale ili wananchi wa Nyeri wapate nafasi ya kuendesha biashara yao. Mahali kuna usafi, mahali kuna cold room, mahali kuna storage, mahali kuna usafi, na mahali ambapo mnaweza kuendesha biashara yenu kwa taratibu na kwa sawasawa. Tumekubaliana? Pia mimi naenda leo kuanzisha soko ingine ya milioni 200 kule Othaya na mambo ya affordable housing, ili tuhakikishe ya kwamba mambo ya maendeleo ya Kenya hii inasonga mbele. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Pia nambari ya 3, nimekuja hapa mambo ya barabara zenu. Barabara ni ya muhimu kwa sababu inarahisisha usafiri, inatusaidia kilimo, inatusaidia biashara, kwa sababu ndio inatuwezesha kusafirisha bidhaa yetu na mambo yale mengine yote. Mimi nawaambia watu wa Nyeri, niko hapa na PS wangu wa mambo ya barabara Bwana Mbogwa, na tumerelease 920 million shillings wiki hii kufungua zile barabara zote zilikuwa zimekwama siweze kuendelea, kwa sababu pale nyuma tulikuwa na matatizo kidogo ya kiuchumi, lakini hiyo matatizo tumetatua. Sasa barabara zenu zote tutazikwamua, tutawajengea, ndio tuhakikishe kwamba tunatimiza ahadi yetu kwa watu wa Nyeri na kwa watu wa Kenya. Wewe Bwana Mbogwa, sasa kazi ile iko ni yako, sukumana naye, ukiregea utanikuta. Si namna hiyo? Tuko pamoja watu wa Nyeri. Nego, wacha niseme mambo ya ile ya muhimu. Mimi na huyu Mutai Kagwe tumekubaliana ya kwamba mambo ya kilimo lazima tusimamie vile mlituagiza, si ndio? Katika hii mkutano niko na chairman wangu wa KCC na anatoka hapa Nyeri. Na huyu chairman wa KCC, wapi huyo mtu? Kamiro wako wapi? Maina wako wapi? Alikuwa hapa na mimi saizi, si ndio? Huyo jamaa nimemwambia tulikubaliana na wakulima wa Kenya ya kwamba lazima tuwe na guaranteed return ya mambo ya maziwa, na tumesema mkulima alipwe shilingi 50 bila ya kupunguzwa, ndio mkulima aweke pesa kwa mfuko. Wale wengine transporters na nani walipwe ile iko juu, kama ni shilingi 2 ama shilingi 3, lakini mkulima apate pesa yake shilingi 50 kwa lita moja. Bado ninajua ya kwamba bado tuko na matatizo na bei ama gharama ya chakula ya mifugo yetu, na huyu waziri muliona juzi amesema ya kwamba ile yellow maize ambayo tunatumia kuzalisha chakula ya ng'ombe, sasa tumeondoa ushuru yote na tumesema iagizwe kwa wingi ili turudishe gharama ya kulisha ng'ombe zetu chini, ndio mkulima aweze kupata mapato zaidi. Na mimi nataka nikwambie Bwana Kagwe, you have my support 100% as we manage this sector to make sure that it benefits farmers. Tumekubaliana jameni? Muliniambia vile vile nifukuze wakora ambao walikuwa wamekita mizizi pale kwa kilimo yetu ya kahawa. Ni kweli ama si kweli? Wale watu ambao walikuwa wameteka nyara biashara yetu ya mambo ya kahawa, ati mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, na yeye ndiye mnunuzi pale kwa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndiye anaumiza wananchi wengine. Wewe unapeleka kahawa yako, yeye ndio mila, anakuambia hii kahawa yako grade yake iko chini. Sasa ile umeondoka, anaongeza grade ile kahawa yako, yeye ndiye anaenda kuuza kama ni yake. Ndio tukasema
for the first time we want to reorganize the business of coffee in Kenya. Na ndio sababu hiyo tumenyorosha hiyo sehemu. Ile kahawa mlikuwa mnalipwa shilingi 50, shilingi 60. Mwaka huu wakulima wamelipwa shilingi 110, 120, 130 mpaka 140. Kwa sababu tumeondoa mabroka na tumewafukuza wale wajanja walikuwa wanaharibu biashara yetu ya kahawa. Na sasa tumeweka mpango maalum ya kuwapatia miche, kwa sababu tunataka kuongeza ile miti ambayo tuko nayo ya kahawa, ndio tuongeze kahawa ifike kiwango chai imefika. And that is my commitment to the people of Kenya, that coffee must pay maybe more than tea going into the future. Watu wa Nyeri tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu leo kusema leo sio siku ya siasa. Kuna siku ya siasa itakuja, kila mtu afae rangi yake, tukutane kwa kiwanja. Saa hizi tunaongea na tunapanga mambo ya maendeleo ya watu wa Kenya. Ni kweli ama si kweli bwana? Na hii kazi mulitupatia. Nyinyi mmetupanga na kazi. Kila mtu wako na kazi yake. MCA ako na kazi yake. Mjumbe ako na kazi yake. Governor ako na yake. Mimi niko na yangu. 2022 nyinyi ndio mtasahihisha, mtatufanyia mtihani. Yule mtu ameanguka mtihani atembee nyumbani. Yule mtu atapita mtihani aendelee na kazi. Ama mnasema nyinyi watu wa Nyeri? Si nyinyi ndio mtatusahihisha? Si nyinyi ndio wenye kazi? Ama mnasemaje? Si mimi mliniambia nipange mambo ya elimu? Si nimeajiri walimu 76,000? Si mliniambia nipange mambo ya kilimo? Bei ya mbolea si imeteremka kutoka 7,000 mpaka 2,500? Si kahawa ndio hiyo inalipa zaidi? Si chai ndio hiyo inalipa zaidi? Si maziwa tuko na minimum return? Si mliniambia nipange ajira hawa vijana? Si manyumba ndio hii inaendelea? Si vijana wanafanya kazi? Si mliniambia nipange masoko? Si masoko mimi najenga Kenya hii? Si mliniambia nipange barabara? Si barabara mimi najenga pande hii? Si mtihani mimi nangojea 2027? Lego kana tiguo. Si namna hiyo bwana. Uongozi si urembo, ni kazi. Si ndio? Si mnataka mtu ya kufanyia kazi? Si tukijenga barabara kila mtu anatumia? Si tukipanga soko kila mtu anatumia? Si tukipanga elimu vizuri watoto wote wanafaidika? Basi hiyo ndio kazi mlinipatia, na mimi nitafanya bidii. Ati mimi ni Zubaya ati alafu nianguke mtihani? Mimi siwezi hiyo. Hiyo kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Watu wa Nyeri tumeelewana? Mnasema tuungane. Mnasema tushirikiane. Tupeleke Kenya mbele. Hebu nione wale wanasema tuungane tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nyinyi mnajua bado niko na kazi nyingine kule Odhaya, bado niko na kazi nyingine kule Kiambu. Lakini watu wa Nyeri, mimi nataka niseme nimefurahi sana mmetukaribisha, na tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja ndio Kenya iweze kupita hatua ya kwenda mbele. Wacha sasa kwa nafasi kidogo niwaulize viongozi wenzangu waweze kuongea moja moja, na sisi tumekubaliana ya kwamba hakuna siasa. Tuongee maendeleo ama namna gani? Siku ya siasa itakuja na kila mtu atapanga siasa yake, ama namna gani? Na nyinyi ndio mtasahihisha maneno, ama ni aje watu wa Nyeri? Wacha nimuite naibu wangu, naibu wa rais, Profesa Kithure Kindiki awasalimie. Rais, nataka nichukue nafasi hii kwanza ni kushukuru kwa vile umetembea hapa kwetu Nyeri.
Tunashukuru wewe kwa sababu watu ya Mount Kenya region ni wakulima, ni wanabiashara, ni watu wa kazi. Na ile miradi unatufanyia hapa itasaidia kukuza uchumi wa watu wetu. Ile kazi umefanya ya kusaidia kahawa yetu ipate bei, majani yetu iendelee kupanda bei. Hiyo ndio kitu ya muhimu kwa watu wetu wa Nyeri na watu wa Mount Kenya. Sisi maneno ya siasa tunajua ikifika tutapiga siasa wakati huo, lakini kwa sasa tuhudumie wananchi, tuheshimu wananchi, tuheshimu viongozi wote ili tukue na nafasi nzuri ya kushughulikia yale maneno ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa Nyeri na wananchi wa Mount Kenya na wananchi wa Kenya kwa jumla. Kwa hivyo kwa sababu rais ameshaongea, mimi sitaki kufanya speech, nataka tu niseme ile mambo yote rais amesema ifanywe. Mimi nitatafuta mawaziri na PSS wale wanaohusika, tukuje hapa kufuatilia kuhakikisha kwamba maagizo ya rais imetendeka ili watu wetu wapate nafasi. Kwa hayo mengi, naomba sasa nimwalike Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga atusalamie. Maridadi! Nyeri mpo! Muriakuo! Asante sana. Your Excellency the President na naibu wako na viongozi wote ambao wamekuja siku ya leo, sisi kama watu wa Nyeri tunawakaribisha hapa kwa mikono miwili. Your Excellency, tunafurahi umekuja, lakini tukiangalia rekodi yako umebakisha mara ingine 45 ya kuja hapa. Kwa sababu tuko na rekodi ya vile mambo yako vile ulikuwa unakuja. Na ukija tumepata mambo kama stadium hii, Your Excellency. Miaka 7 imekwama. Asante sana. Miaka 7 imekwama, wewe umekuja kuikwamua. Tukiangalia hapa nyuma yetu, housing project inaendelea. Your Excellency, pale Field Marshal soko inaendelea. Sisi tunataka kukuomba urudi na urudi tena. Sasa tunaweka tick, imebaki 45 times, ukuje na utuletee maendeleo. Kitu kimoja ambacho ningetaka kusema kwa wananchi wa Nyeri, nimudamushokeria ngatho ni tondu mutinajo nora uria ndiramwirire. Inyue muri andu ega na muheanage gitio, tugathikaniriria nigetha tugathie rugendo twe hamwe. Nimukwenda rais acoke guku. Asante sana. Thank you. Sasa nimwite waziri wa shughuli. Waziri Alex Wahome, waziri wa nyumba na ujenzi. Adu anyere muriega. Geithiai. Na githe mutio ende goko de mucie. Si mnajua nikiwa hapa niko nyumbani. Hiyo kazi rais ametangaza na ile tumeanza ni mimi nitasongeza mbele. Kwa hivyo naomba mtuunge mkono, rais aunge mkono, ndio kazi tumalize tukiwa pamoja. Neiga na mauga wero dhina bere. Thank you. Thank you. Wacha sasa tukiita waziri Mutahi Kagwe, waziri wa kilimo. Murega! Hamjambo! Jeshi Murega kore abuga! Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, karibu Nyeri. Mheshimiwa Rais, tumefurahia ile kazi ambayo umezungumzia hapa na ntokenetio ne wero ocio. Your Excellency, uliponiita tufanye kazi na wewe, uliniambia kitu kimoja ya muhimu sana ningetaka kuambia wananchi. Ukasema utulivu wa kitaifa, national stability, ni ile kitu muhimu zaidi kuliko ile ingine yote. Kwa sababu
kukiwa na utulivu wa kitaifa, mkulima atapata faidi. Mundu wa iria ni agiambia, mundu wa kahua ni agiambia. Your Excellency, hata ile mambo ya sheri, mambo ya loan ya sheri, tumezungumza na wewe na umesema 2 bilioni iko karibu, na hao watu ambao walikuwa wamekopa pesa ya sheri ya kahawa najua watafaidika kwa sababu wewe umeamua hiyo. Kwa hivyo jameni, sisi tukikaribisha His Excellency, tunamkaribisha na nguvu na roho mzuri, kwa sababu tumeona vile yeye anafanya. Mimi kazi yangu jameni ni kusaidia nyinyi. Niye nderirwo njoke ndimũteithie nigetha bataraitha mũgũre raithi, nigetha kahũa karĩa tũrenda kũhanda tũgũre raithi, nigetha mbegũ cia mbembe tũgũre raithi. Kaĩ mũgũkĩenda atĩa ũkĩ andũ aitũ? Reke ndũgamĩre hau tondũ ndĩrerwo nĩ Deputy President kwĩna andũ aingĩ akwaria gũkũ, na niĩ ndamũcokeria ngatho andũ a Nyĩrĩ. Mũndũ wothe warũgama haha rekei tũkamũkenera na tũkamũhũrĩra rũhĩ. Ngai nĩ mwega, athiĩ na mbere na kũrathima Nyĩrĩ na athiĩ na mbere na kũmũrathima. Asanteni sana, Mungu asifiwe. Wacha sasa nimuite Mama Kaute. Andũ a Nyĩrĩ mũrĩega? Sawa. Haya. Andũ a Nyĩrĩ mũrĩega? Mwathani agocwo. Asante sana Your Excellency. Ithuĩ andũ a Nyĩrĩ nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa president tũgũtũcerera. Ĩtiguo o ũrĩa twoigĩte, ithuĩ tũrenda maendeleo na tũroiga wĩra warie mĩario nyihe, githĩ tiguo? Your Excellency, hapa kuna watu wa mialero. Watu wa mialero hawatoshei huko Isiani Quarter, na tunaomba utujengee sheds ndio waache kunyeshewa. Your Excellency, vile tumeongea na wewe, hawa watu wameanza maneno ya sako na ni lazima tuwashikilie ndio waweze kuendelesha maisha yao. Githĩ tiguo? Thengio mũno andũ a Nyĩrĩ, Ngai witũ amũrathime. Asanteni sana. Andũ a Nyĩrĩ nĩ inyuĩ maumĩra guo. Your Excellency sir, leo tutakuwa wachache kwa matamshi kwa sababu tumesema kwa muda hamna siasa, ni kuja kuleta maendeleo. No atiriri andũ a Nyĩrĩ, ndiramwĩrire huko ya Mũgĩkũyũ rĩ ĩtĩragwo rĩrĩa raikia katiguo. Your Excellency, vile nimewaambia hapa Nyeri kuna vilabu tofauti za kandanda, na nataka hawa vijana tuwashikilie ndio Your Excellency waweze kuendesha talanta yao. Na nikimalizia Your Excellency, hivi vilabu kuna vilabu kubwa na ndogo, na tunataka tuwashikilie wote. Wa mwisho, na inyuĩ andũ a Ngai mũnyitĩrĩre thirikari nĩgetha tuone maendeleo. Nĩguo twĩ hamwe, twĩna president. Nyoniai na moko, nyoniai na moko, nyoniai na moko, nyoniai na moko, nyoniai na moko. Asante sana, Mungu awabariki. Your Excellency, tunakukaribisha Nyeri na tunafurahia sana. Your Excellency, vile umekuja kupatia KDF uwanja yetu ya Ruringu. Hapa niko na team 19 na zote ni self-supporting. Tafadhali Your Excellency, ndio hizi team ziweze kutumia hii uwanja, ututafutie support kidogo kwa hizo team 19. Jambo la pili Your Excellency, hapa katika Ruringu, wazazi wa Ruringu wanapeleka watoto wao mbali sana kusoma. Tunakushukuru sana kwa sababu umekubali kutujengea shule hapa katika mpango ya affordable housing kutoka grade 1, kutoka PP1 mpaka grade 9.
Jambo letu la tatu hapa, Your Excellency, hatuna hospitali. Hao watu wa Ronengo pia wanatembea mbali sana kutoka hospitali. Your Excellency, katika mpango wa UHC, ukikubali ututafutie hospitali ya level 3 hapa Ronengo, na kiwanja hiko tutakuwa tumepona. Ninakushukuru sana Your Excellency, karibu tena na karibu tena. Watu wa Nyeri, asanteni sana, nimewatolea kofia, heshima kubwa. Kwa sababu rais pale Othaya, hata amekuja mwenyewe. Karibu rais. I wanted to introduce the PS. Yeye ni waziri wa tourism, pigeni makofi jameni. Niko na huyu Alex Wachira, mtu yangu ya kusaidia mimi kuunganisha stima. Niko na Wangoko, huyu mtu ya kuku hapo area. Niko na huyu ni PS wangu Madam Wangombe, anatoka hapa nyuma. Niko na huyu mungwana anaitwa Mwangi, huyu ni PS wa mambo ya sports. Na mimi nataka niseme hivi, wewe ukisimama hapa, huyu mungwana, si mnajua hii stadium, ngoja, si mnajua hii stadium imekwama siku mingi, hii stadium yenu ya Ronengo. Sasa sikizeni, mimi nimemwambia huyu PS wangu bwana Mwangi, sawa sawa, hii stadium nimempatia mwaka moja peke yake, atengeneze mpaka aweke canopy ile ya juu, aweke viti, aweke tatan. Mimi nikuja nifungue next year same time like today. Tumekubaliana? Na watashirikiana na huyu bwana Patrick Mariro, yeye ndio PS wangu wa defense. Tumekubaliana? Na huyu ndio ule nilikuwa nawaambia, huyu ndio chairman wangu wa KCC, mtu ya maziwa, na nishampatia instructions ya vile atafanya. Na huyu ni PS wangu wa barabara bwana Mbogwa, na yeye ndiye atapanga mambo yetu ya barabara. Na huyu mama mnamjua, anaitwa Mary Mudhoni, yeye ndio PS wangu wa mambo ya afya. Unajua ile program ya SHA? Sasa sikizeni, kila mmoja wetu ujisajili, ujiandikishe, kwa sababu tunataka tuhakikishe hakuna Mkenya anaenda hospitali alafu anauza mali yake kulipa malipo ya hospitali. Tunataka kila Mkenya awe na kazi, asiwe na kazi, awe na uwezo, asiwe na uwezo. Kila Mkenya, hata yule wa chini kiasi gani, mwenye anaweza kulipa atalipa kulingana na uwezo wake. Mwenye hana uwezo wa kulipa tutamlipia kama serikali ya Kenya, kwa sababu tunataka kila mwananchi apate matibabu. Na huyu Mary Mudhoni ananisaidia kupanga hiyo kazi. Na huyu ni Nderitu Moreithi, yeye ni chairman wa Kenya Revenue Authority. Nyinyi mnajua KRA? Nyinyi mnajua KRA? Si mlinipatia jina hapo ati Kasongo, ati Zakayo. Sasa Zakayo mwenyewe ndio huyu mwenye kukusanya ushuru, ndio huyu Zakayo. Tumekubaliana? Huyu mheshimiwa Wainaina, mbunge wetu wa Kieni, mheshimiwa wa Mumbi, mbunge wetu wa kutoka hapa Madera, Betty Sawa kutoka kule Moranga na Madera. Aya, Karis, mnajua Karis, huyu MCA wetu? Very good. Niko hapa na Sabina Chege, mnamjua, ni mrembo wetu kutoka Moranga. Niko na huyu Njoki, anatoka kule Nakuru, Bahati, mbunge wa Bahati. Niko na Mary Mainge, mbunge wa Mwea. Niko na Mwangi Kihonjore, mnamjua, ni mtu ya Laikipia hapa. Na niko na Kemani Eshongwa. Very good. Na sisi wote ni timu moja. Tumekubaliana watu wa Nyeri. Neko kana tiguo. Neduraigwirania. Tumekubaliana tufanye kazi, siasa baadaye. Asanteni sana, Mwathani amurathime.